Karibu katika mahojiano maalum na Mhashamu Paulo Runangaza Ruzoka, askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora, ambaye miaka karibu 50 iliyopita, yaani tarehe 14 ya mwezi wa 4 ya mwaka 1977, alikuwa ni miongoni mwa wapade wachache waliowapokea masista wa kwanza wa shirika la Mama wa Karmeli barani Afrika, ambapo walifika seminarini Taga kwa ajili ya kufanya utume wao. Tumekuwa na mazungumzo naye kuangazia miaka 50 ya shirika hili nchini Tanzania, tukitambua yeye akiwa ni miongoni mwa wapade hao awali waliopokea, na yeye anazungumziaje mchango wa shirika hili. Karibu uweze kuungana nasi. Mhashamu Baba Askofu, tunakushukuru sana kwa nafasi hii ya kuzungumza nawe. Moja kwa moja bila kupoteza wakati, unazungumziaje mchango wa masista wa Karmeli pale seminarini Taga, hasa kwa vijana waliokuwa wakisoma seminari hili? Tunatambua wazi wewe ulikuwa ni mwalimu na mlezi katika seminari hii. Unawazungumziaje watawa hawa? Asante sana kwa ulizo hilo, lakini kabla ya kujibu moja kwa moja ni vipi niwafahamu, kwa sababu wanaadhimisha miaka 50 tangu wafanye utume hapa Tanzania na mahali penginepo katika Afrika. Ningependa kuanza kwa kutoa pongezi kwa maadhimisho haya ya miaka 50 ya utume wao katika Tanzania na hasa katika shughuli za utume kama walimu na hata utume wao kama wahudumu wa mahospitali au zahanati, wahudumu wa afya. Hayo ni mambo mawili ambayo yalijitokeza au yalikuwa ndiyo yaliwafanya wafike katika Jimbo Kuu la Tabora kama walezi seminarini, lakini baadaye vile vile kama watu walioshughulikia afya za waseminaristi hao. Mimi nimetokea kwa fahamu masista hawa tangu walipokanyaga kwa mara ya kwanza hapa Tabora, na hususan katika seminari yetu ya Mtakatifu Karoli Borromeo Itaga, ambako walifika tarehe ya kwanza ya mwezi wa Aprili mwaka 1977. Mimi mwenyewe nilikuwa ni padre karibu wa mwaka 1.5 hivi walipofika katika seminari yetu, ambapo nilikuwa niko mlezi na vile vile nikishughulikia shibe au mafao ya wanafunzi, mathalani chakula. Nilikuwa kama mhazini au mweka hazina wa seminari hiyo. Kwa hivi walifika masista watatu. Sister Theodosia ambaye alikuwa ndio mkubwa wa nyumba, alafu na Sister Teresia ambaye alikuwa ni mwalimu, na Sister Madliva au Tankama kama tulivyoweza kumfahamu. Huyu Tankama ambaye kwa bahati mbaya ameshatutangulia mbele ya haki, alikuwa wa kwanza kurudi India kwa sababu mbali changamoto kadha wa kadha, na baadaye wakawa wamemtuma sister mwingine alikuwa anaitwa Sister Amala, ambaye alikuwa ni mkubwa kwa umri kulingana na hao wawili waliokuwa wamebaki. Basi hao wakafanya kazi katika seminari yetu. Yeye alifika mwaka 1978, na wote hao tumekuwa nao kwa muda wa kutosha mpaka baadaye ilipotokea kwamba kulikuwa na hitaji
la kupeleka masista wengine katika seminari yetu, seminari pacha ya Ujiji ya Mtakatifu Yosefu, ambako walianza kwenda kule mwaka 1983, nadhani mwezi Disemba ndio walifika kule, lakini yote kwa yote walianzia Itaga seminari, alafu ndio baadaye wakaenda Itaga. Na nimesema ni seminari pacha kwa sababu vijana walikuwa naanza malezi yao katika seminari ya Ujiji, na wakimaliza kidato cha pili walikuwa wanakuja Itaga seminari. Kwa hivyo tukaona kwamba labda ni vizuri masista hawa washiriki malezi ya waseminaristi hao tangu kule Ujiji ambako ndiko walikuwa wanatokea, baadaye wanakuja kufundisha kulelewa Itaga seminari. Kwa hivyo ndio maana tunapenda kuongelea sehemu zote mbili kwa wakati mmoja. Maisha yao na waseminari ilikuwaje? Hasa ukitazama ilikuwa ni mara ya kwanza wao kuja hapa barani Afrika na kwa namna ya kipekee nchini Tanzania. Utume wao zaidi sana ilikuwa ni katika maeneo mawili. Kwanza kabisa walikuwa wamealikwa na Baba Askofu Mkuu Marko Mihayo, na wakawa wamefika mwaka huo wa 77 kuja kuanza utume wa kufundisha seminarini, na mwaka 1980 wakaja masista ambao walikuwa ni wahudumu katika zahanati ya seminari ambayo vile vile ilikuwa inahudumia wanakijiji, na hao walikuwa masista wawili, Sister Shoba na Sister Grima. Nadhani wamesha tutangulia mbele ya haki. Basi hao wamefanya kazi katika maeneo hayo ya afya na vile vile maeneo ya kwa upande wa elimu kwa vijana. Hali kadhalika baada ya kuwa wamekwenda Ujiji mwaka ule wa 1983 Disemba walikwenda wawili kwa ajili ya kufundisha katika seminari ya Ujiji, na wawili wakiwa wanafanya kazi katika hospitali ya mkoa ambayo inajulikana kama Maweni, na walifanya kazi hizo kwa umahiri, kwa uwezo wao walivyokuwa wamejiandaa, na watu waliridhika na utume waliokuwa wanaofanya au huduma waliokuwa wanaitoa. Baba Askofu, inafahamika wazi kwa wewe ndio ulisaidia kuhamasisha kuanzishwa kwa malezi ya watawa ndani ya shirika hili hapa nchini Tanzania. Ni kwa namna gani shirika lilifanikiwa kuendelea kuzaa matunda hadi hivi sasa? Mimi nimekaa na masista hao hapo Itaga mpaka mwaka 1989 nilipoteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Kigoma. Sasa kwa sababu nilikuwa nimesha wafahamu hapo Itaga walivyokuwa wanafanya kazi, na nilikuwa na taarifa walivyokuwa wanafanya kazi kule Kigoma, na hata na baadaye nikawa naishi nao, nikaona kwamba labda ili utume wao uweze kuwa na mwendelezo, utume wa kuhudumia shughuli za kiafya, utume wa kufundisha vijana, na sio tu vijana wavulana,
lakini baadaye hata waweze kutoa huduma kwa ajili ya watoto wengineo. Na ndio maana licha ya kuwashawishi kwamba waanzishe malezi, nilikuwa nimeona kwamba walikuwa tayari wameanza na shule yao wenyewe waliokuwa naiendesha inayofundisha Kiingereza, English medium, primary and pre-primary school pale Katubuka. Basi nikaona kwamba kwa kweli hizo watahitaji kutoa huduma hizo kwa kudumu, na tulikuwa na changamoto nyingine ambayo ilikuwepo kwamba kule Kigoma tulikuwa na wakimbizi wengi kutoka Burundi, kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kwingineko upande ule wa magharibi mwa nchi ya Tanzania. Basi nikaona kwamba ili kazi hii iweze kuwa endelevu, ni vizuri wakalea miito kwa ajili ya wanashirika wao, ambao hapo itakuwa ni chepesi hata kuwa na masista wa Tanzania ambao wangeliweza kufanya kazi pamoja nao, au pengine hatimaye kuwa na province yao wenyewe kama Afrika na nini. Na uzuri wa bahati ni kwamba Sister Fidelis nadhani alikuwa ndio mkuu wa shirika, alipopata wazo hilo na akalipokea, basi akaanza kushughulika kabisa na malezi hayo ya mabinti wa Kitanzania wakati ule, na mwaka ule nadhani ilikuwa mwaka 2005, nafikiri kama sio Februari, basi watasahihisha huko. Walipatikana masista 3 walioingia katika shirika na wakaweka nadhiri zao za kwanza mwaka huo wa 2005, na nadhani bado wako shirikani, na wao tunawapongeza kwa kuwa matunda ya kwanza katika shirika hilo. Nadhani mmoja anaitwa Elizabeth, mwingine Margaret, na mwingine anaitwa Esther Daniel. Basi hao ni 3 wa kwanza ambao waliingia kwenye shirika hilo. Na uzuri wa bahati, nimesikia kwamba kati ya nyumba za malezi zilizopo, nyumba ya malezi moja kwa ajili ya masista iko kule Kigoma, na nyingine iko Vikindu, Dar es Salaam, na kwamba wameishafikisha sasa idadi ambayo si haba, masista wa Afrika 46 katika shirika lao, na unaona ni karibu wastani wa sista moja kila mwaka, ukichukua hiyo miaka 50 wanayoiadhimisha hivi sasa. Kwa hivi mavuno si haba, na hiyo si kwa ajili ya faida tu ya shirika lao kama CMC, lakini vile vile ni kukuza miito katika kanisa la Tanzania na mahali penginepo Afrika wanakofanya kazi. Sasa ni miaka 50 tangu watawa wa CMC wafike barani Afrika na kwa namna ya kipekee hapa nyumbani kwetu nchini Tanzania. Neno lako ni lipi kwa mabinti hawa wanapoadhimisha miaka 50 ya utume wao hapa Afrika na Tanzania? Bila shaka wana muono wa pekee, kwa maana kwamba wameongeza uwigo wa huduma. Tanzania tu kuna jumuiya au convent
nasikia kama 10 hivi katika majimbo mbalimbali ya hapa nchini Tanzania, na nyumba za malezi ni hizo 2, moja iko Vikindu, nyingine iko kule Kigoma. Sasa nafikiri wamenogewa na wataendelea kulea miito, kuwakaribisha mabinti katika shirika lao, na hawa ambao wamewalea bila shaka watafanya utume katika nyanja nyinginezo licha ya uwanja wa kutoa elimu au kuhudumu katika vituo vya afya. Kwa hivi bila shaka utume wao utapanuka zaidi. Nimesikia kuna wengine ni waandishi wa habari sasa. Kwa hivi nafikiri mahitaji yanazidi kuwa mapana zaidi, na kwamba wameenea katika jumuiya 10 katika majimbo mbalimbali. Nasikia huko Msoma wako, wameisha kwenda na Mbeya, wako Dodoma na nini. Kwa hivi nafikiri ni ishara kwamba utume wao unathaminiwa na kanisa la Tanzania, mpaka wakawa wanakaribishwa katika majimbo mbalimbali. Niwatakie tu heri na baraka katika maeneo ambayo wanafanya kazi. Tabora hatukuwa na bahati sana. Wamekaa walipoanza mwaka 1977 walifanya utume mpaka 2001 wakawa wamefunga nyumba ya Itaga kule Kigoma. Wanaendelea, nadhani wana nyumba 3 nafikiri, convent 3 ikiwepo na hiyo ya malezi. Tulijaribu niliporudi huku kama askofu mkuu mwaka ule wa 2007, nilifikiria na kujaribu kuzungumza nao ni vipi kama wangaliweza kurudi kufanya utume katika jimbo kuu la Tabora. Kweli walifika mwaka ule wa 2010, lakini haikuwa bahati yetu kwa sababu waliondoka miaka 4 mitatu baadaye 2013 wakawa wamefunga tena kwa mara nyingine konventi ya Itaga. Lakini nashukuru Mungu kwamba wanaendeleza utume huo mahali pengine hapa nchini na hata nje ya Tanzania katika bara letu la Afrika. Kwa hivi napenda tu kumalizia kwa kutoa pongezi sana kwa viongozi wa shirika ambao wako viongozi wakuu walio huko India. Nafikiri mama mkuu wao kwa sasa hivi ambaye tutakuwa na bahati ya kukutana naye anaitwa Grace Teresa, na hasa huyu ambaye ni provincial, ni mkuu wa kanda Sister Maria Lisie Sijo, ambaye ndiye yeye aliye mkuu wa kanda, na ambaye bila shaka ni kwa ridhaa yake ameweza kunipa nafasi hii ya kuweza kuzungumzia habari za jubilee yao. Na yeye ni kuwa mkuu wa nyumba wakati walipokuja awamu ya pili kule Itaga mwaka 2010. Na sasa nampongeza zaidi kwa sababu sasa ndio yuko mkuu wa kanda hii yetu ya Afrika. Nawatakia wote
wanashirika na shirika zima, heri na baraka ziwasindikize katika miaka 50 ijayo na zaidi ya 50. Asante sana na utume mwema kwao. Bila shaka utakuwa umejifunza mengi kutokana na mazungumzo haya mafupi ambayo tumefanya na Askofu Mkuu Paulo Runangaza Ruzoka, ambaye hivi sasa ni askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Katoliki la Tabora. Ametushirikisha mengi kuanzia historia ya kufika kwa watawali watatu wa CMC. Ninaamini umepata fursa ya kujifunza na kuelimika. Kwa niaba yake Sister Grace Perese Paul CMC, mimi ni Eric Pasco Jr. Asante na kwaheri kwa sasa.